katika darasa la leo, na leo tutaangalia dhana ya mikabala katika uchanganuzi wa sentensi. Tukianza na dhana ya mkabala, kamusi kuu ya Kiswahili inaeleza kuwa mkabala ni utaratibu maalum wa kutekeleza jambo. Mintaarafu fasili hiyo, wanasarufi wamezigawa sentensi na kuzichanganua katika mikabala mbalimbali kama ambavyo tutaona hapa chini. Mkabala wa kwanza ni mkabala wa kimapokeo au kiuamilifu au kidhima. Tutaweza kuuita na kuutambulisha kwa namna hizo tatu. Huu ni mkabala wa wanasarufi wa kale ambao ulizichanganua sentensi kwa kuzingatia uamilifu, yaani dhima au kazi ya kila kiambajengo cha sentensi. Wafuasi wa mkabala huu wanaamini sentensi inaundwa na pande kuu mbili ambazo ni kiima ke na kiarifu a. Kila upande kati ya pande hizo mbili unaundwa na viambajengo kadhaa. Kiambajengo cha kwanza ni kiima. Kiima ambacho ni sehemu ya sentensi ambayo hutaja mtenda wa jambo linaloelezwa. Kiima aghalabu hutokea kushoto mwa kitenzi katika tungo, na hii ni kusema kiima huishia pale kitenzi kinapoanzia. Vipashio vya kiima, moja ni nomino. Mfano ukisema mtoto anacheza au Maeda anakimbia. Kipashio kingine ni nomino na nomino. Tunaweza kuwa na kiima inayoundwa na nomino mbili. Mfano baba na mama wanalima, walimu na wanafunzi wamesafiri. Vile vile tunaweza kuwa na nomino na kivumishi kama kijana mrefu amewasili, wazee wawili wamesaidiwa. Pia kiwakilishi peke yake kama ukisema sisi tunamsindikiza au yeye alituwakilisha. Lakini pia unaweza kuwa na muundo wa kiima wenye kiwakilishi na kivumishi. Mfano sisi sote tuliwaona, nyinyi nyote hamtakiwi. Muundo wa nomino na kishazi tegemezi kivumishi. Mfano mtoto anaelia abembelezwe. Viti vilivyoletwa havifai. Pia unaweza kuwa na muundo wa kiima wenye kitenzi nomino na kivumishi. Mfano kuimba kwao kulituvutia, kuja kwake kulitupa faraja. Miundo ya kiima huweza kuwa zaidi ya iliyotolewa mifano hapo juu, kutegemeana na mfuatano wa maneno yanayokubaliana na nomino ya kiima husika. Kipashio cha pili ni kiarifu. Kiarifu ni sehemu ya sentensi inayojazwa na neno au maneno yanayoarifu tendo. Kiarifu ndio sehemu muhimu zaidi katika sentensi ambayo wakati mwingine huweza kusimama peke yake bila kiima, kwani huchukua viambishi vya kiima. Kwa sarufi mapokeo, muundo si jambo la lazima sana iwapo taarifa inapatikana kwa ukamilifu. Na ndio sababu wana mapokeo wanatambua tungo yenye kiima kapa. Hivyo, kiima huweza kuwa kapa kwa sababu taarifa zake zinabebwa na viambishi vya kitenzi cha kiarifu. Kwa mfano mwalimu anafundisha, shule yetu imefungwa, sisi sote tutasafiri kesho. Huweza kuwa wanaimba, analima shamba kubwa na kadhalika. Vipashio vya kiarifu ni pamoja na predicator, sehemu ya sentensi ambayo hujazwa na aina yoyote ya kitenzi, kitenzi kishirikishi au kitenzi kisaidizi na kitenzi kikuu. Predicator ndio sehemu muhimu ambayo sentensi inapaswa kuwa nayo na hubeba taarifa kuu ya sentensi. Mfano Maeda ni mwalimu. Naiona ni kama kitenzi kishirikishi imewekewa italiki. Hiyo ni predicator. Kilangi alikuwa anasoma kitabu. Kwa hiyo alikuwa anasoma ni predicator. Kipashio kingine ni chagizo. Chagizo ni sehemu ya sentensi inayojazwa na kielezi au kikundi kielezi cha aina yoyote. Chagizo huweza kutokea mara baada ya kitenzi au kijalizo kingine kutegemeana na muundo wa sentensi husika. Kwa mfano, Jemet anasoma barua kimya. Kimya ni
chagizo. Mwalimu anasoma kimya, kaka aliimba wimbo polepole, kaka aliimba polepole na kadhalika. Kipasho kingine ni shamirisho, sehemu ya sentensi ambayo hujazwa na nomino au kikundi nomino katika kiarifu. Ni nomino au kikundi nomino kinachounda shamirisho hudokeza mtendo au mtendewa kutegemeana na kauli ya kitenzi husika na hutambulika kwa istilahi za yambwa na yambiwa. Dhana hizi za yambwa na yambiwa zitafafanuliwa kwa pekee. Mfano ni mzee analima shamba. Baba alimnunulia kaka zawadi, shule ilimpa mwalimu gari kubwa. Baada ya mifano hiyo, sasa tuangalie dhana ya yambwa na yambiwa. Yambwa ni nomino inayodokeza mtendo au kitendo katika sentensi. Utokeaji wa yambwa huamuliwa na kauli ya kutendwa. Mfano, mzee analima shamba. Shamba ni yambwa. Baba amenunua gari, hali kadhalika gari ni yambwa. Shamba na gari hapo ni nomino tendwa. Na kwa upande wa yambiwa, yambiwa ni nomino inayodokeza mtendewa au kitendewa katika sentensi. Utokeaji wa yambiwa huamuliwa na kauli ya kutendewa. Mfano, baba alimnunulia kaka zawadi. Kaka ni yambiwa. Shule ilimpa mwalimu gari kubwa. Kwa hiyo mwalimu hapo ni yambiwa. Iwapo yambwa na yambiwa zitatokea zote kwa pamoja katika sentensi moja, basi yambiwa sharti itangulie yambwa na utaratibu huo haupaswi kukiukwa. Sasa tukija kwenye aina za sentensi kimapokeo. Wana mapokeo kama ilivyoelezwa hapo juu walijikita katika uamilifu au dhima. Hivyo wao waliainisha sentensi kwa kuzingatia taarifa iliyobebwa na sentensi husika. Uainishaji wao unatambua sentensi kama vile sentensi masharti au shartia, sentensi amri, sentensi ombi, sentensi swali, sentensi maelezo na kadhalika. Zinaweza kuwa aina nyingi sana za sentensi kulingana na taarifa inayobebwa na sentensi yenyewe. Mkabala huu wa kimapokeo ni mkabala wa wanasarufi mamboleo ambao hapa sasa tunaingia kwenye mkabala wa kimuundo au wa kisasa. Na hapa tutapata maarifa kwa mkabala yote miwili. Mkabala wa kimapokeo au wa kiuamilifu na mkabala wa kimuundo au wa kisasa. Kisha tutakuja kwenye kuchanganua sentensi. Sasa mkabala wa kimuundo au wa kisasa, huu ni mkabala wa wanasarufi mamboleo ambao huzichunguza sentensi kwa kuzingatia muundo wa kila sentensi. Kwa wana usasa, muundo ndio msingi kwao. Wafuasi wa mkabala huu wanaamini sentensi inaundwa na pande kuu mbili ambazo ni kirai nomino yani kene na kirai kitenzi kete. Kila upande kati ya pande hizo mbili unaundwa na viambajengo kadhaa. Kwa mfano, kt inaweza kuwa na t na kene ya pili na ke. Sarufi miundo hutambua aina tatu tu za sentensi ambazo ni sentensi sahili, sentensi changamano au changamani na sentensi ambatano au ambatani. Mkabala wa tatu ni mkabala wa sarufi geuzi zalishi. Sarufi geuzi zalishi inahusishwa na mawazo ya Noam Chomsky katika kitabu chake kiitwacho Syntactic Structures mwaka 1957. Katika kitabu hiki mwanaisimu huyu alizua dhana ya sarufi zalishi ambayo ilidhihirisha mapinduzi ya msingi katika taaluma ya isimu. Mawazo ya Chomsky yanadhihirisha kuwa mbinu za uchanganuzi wa sentensi zilizotumika hapo awali hazikuwa toshelevu, kwani mbinu hizo hazikuonesha tofauti kati ya muundo ndani na muundo nje wa sentensi. Hivyo basi, kwa ujumla, sarufi geuzi zalishi hasa huchambua tungo kwa kuzingatia maana ya vijenzi vinavyounda sentensi fulani. Mchango wa sarufi geuzi zalishi katika uchambuzi wa lugha ya Kiswahili. Moja ni kwamba sarufi geuzi zalishi
inachanganua sentensi kwa kuzingatia umbo la nje na umbo la ndani katika sentensi. Katika nadharia hii, sentensi ina umbo la nje ambalo ndilo linalojitokeza katika usemaji na hata inapoandikwa, na umbo la ndani ambalo huwa limefichika na kujidhihirisha katika umbo jingine wakati wa kuongea, yaani ile maana. Sarufi geuzi zalishi imeweza kuonesha uhusiano wa tungo ambazo zina umbo la nje tofauti na umbo la ndani sawa. Kwa mfano, tukisema Maeda anacheza mpira, unaweza pia kusema mpira unachezwa na Maeda, na hiyo ikawa katika muundo nje. Mtenda akikaa nafasi ya kwanza anakuwa anatupa sentensi katika muundo ndani. Lakini tukiweka mtenda nafasi ya pili na mtendo au kitendo nafasi ya kwanza, Chomsky anaona huo ni muundo nje. Huo ni muundo nje. Mfanano wa tungo hizi umekitwa katika maana, japokuwa sentensi A inaanza na Maeda na B inaanza na mpira, na mtendo katika sentensi zote ni yule yule na imebeba maana ile ile. Mchakato wa kubadili umbo la nje la sentensi A na kuwa B umesababisha uchopekwaji wa kiunganishi na kiambishi tendwa we katika kitenzi cheza. Hivyo kanuni geuzi tendwa ndiyo iliyotumika kuingiza mabadiliko hayo. Sarufi miundo geuzi zalishi imeweza kueleza utata wa sentensi kwa kuangalia maumbo yake ya ndani. Hapa tunazungumza utata wa kimuundo na maneno. 3, sarufi miundo geuzi zalishi wanaeleza na kuchanganua kinaganaga sentensi changamano. Hii ni kutokana na kuonesha vitenzi dhahiri katika sentensi changamano, ambapo sarufi za nyuma zilishindwa kuonesha vitenzi hivyo na kuvifanya kama kishazi vumishi. Kwa mfano, tukisema mbuzi aliyepotea jana ameonekana asubuhi, kijana aliyekuja jana ameondoka leo. Katika sentensi hizi mbili, maneno aliyepotea na aliyekuja huonekana kama kitenzi. Lakini katika sarufi za nyuma, kabla ya sarufi miundo geuzi zalishi, maneno hayo yalionekana kama kishazi vumishi. Urudishaji wa sentensi hizo katika muundo ndani hulazimisha kuibuliwa kwa sentensi ndani ya sentensi. Kwa mfano, mbuzi aliyepotea jana ameonekana asubuhi. Hapa tutakuwa na sentensi yenye muundo unaoonyesha mbuzi, na mbuzi kwenye mabano alipotea jana anaonekana asubuhi. Kwa hiyo neno aliyepotea, tukiondoa kiambishi rejeshi tunalazimika kuleta nomino inayowakilishwa na hicho kiambishi rejeshi, ambapo itarudi nomino ile ile ya kwanza, mbuzi. Sentensi yetu ya pili, kijana aliyekuja jana ameondoka leo, nayo vivyo hivyo itatupa muundo unaoonyesha kijana nomino na kijana tena kwenye mabano alikuja jana ameondoka. Kwa hiyo nomino ya kwenye mabano pengine hutambulishwa kama nomino kapa au kiima kapa tunapozalisha sentensi ndani ya sentensi. Kwa hiyo mbuzi alipotea jana ameonekana asubuhi, na kijana alikuja jana ameondoka leo. Maneno aliyepotea na aliyekuja yanaondolewa urejeshi na kubeba nomino zinazobebwa na virejeshi husika. Hapo ndipo tunakuwa tumerudisha maneno hayo katika muundo ndani, yaani muundo wake halisi. Kwa ujumla, tunaweza kusema kuwa sarufi geuzi zalishi imeleta mapinduzi makubwa sana katika uchambuzi na uchanganuzi wa lugha, kwa sababu sarufi geuzi zalishi imejikita katika maana ya maneno yanayoiunda tungo fulani, ambapo kwa kutumia kigezo hiki cha maana wameweza kuichambua na kuifafanua sentensi changamano. Pia wameweza kuieleza tungo tata, swala ambalo wanasarufi mapokeo na wanasarufi miundo virai hawakuliona kama lina umuhimu katika uchambuzi wa lugha, kwani walijikita katika uhusiano wa vijenzi vya tungo. Sasa kufikia hapo tumeona kuhusu mikabala mbalimbali ya sarufi ambayo hutumika katika kuchanganua sentensi. Tumeona mkabala wa kimapokeo au wa kiuamilifu, lakini pia tumeona mkabala wa kimuundo na mkabala wa sarufi geuzi. Kufikia hapo tunamaliza darasa letu.
Nikukaribishe kwenye mwendelezo wa darasa hili ambapo tutaangalia uchanganuzi wa sentensi kwa kutumia mikabala hiyo miwili, mkabala wa kimapokeo na mkabala wa sarufi miundo. Asante. Ulikuwa nami Mwalimu Maida.